Naitwa Omar Shukuru Haji, ni mwenyekiti wa klabu ya mazingira yani Seiki, chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar SUZA, kupitia skuli yake ya kompyuta, habari na mawasiliano tawi la Kilimani. Siku ya leo hii tumejumuika pamoja sisi kama Seiki kutoka Kilimani, lakini tumejumuika na Seiki taifa, tumejumuika na jumuiya mbalimbali wakiwemo Zan Blue Future Initiative, vijana kutoka chuo cha Kiislamu Root and Shoot, pamoja na wakilishi kutoka serikali ya wanafunzi kwa ajili ya kuja kufanya usafi, lakini vile vile kupanda miti katika kituo hiki cha kulea watoto mayatima cha hapa Mazizini. Lengo letu ni nini? Lengo letu ni kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuyafanya yale mambo ambayo ni mema, lakini vile vile kuonesha thamani na kuwajali watoto hawa wasijione wametengwa, lakini sisi kama wadau wa mazingira na vile vile wanafunzi kujumuika pamoja kuhakikisha kwamba watoto hawa tunawapenda, tunawajali na tunakuwa nao pamoja, lakini vile vile kushirikiana na jumuiya mbalimbali. Wito wangu kwa jumuiya, taasisi pamoja na wadau mbalimbali wanaoshughulika na masuala ya mazingira, masuala ya malezi ya watoto, tujitoe katika kuhakikisha kwamba tunawajali watoto, tunawathamini haswa watoto mayatima, watoto wenye mazingira magumu, lakini vile vile watoto waliotengwa na waliosalitiwa, ili kuhakikisha kwamba tunajali afya, lakini vile vile tunajali utu wa watu, ili kuhakikisha kwamba jamii yote kwa pamoja tunaweka pamoja, lakini ile thamani na juhudi inaendelea kuwepo, ili tuendelee kuihakikisha kwamba jamii inakuwa katika hali ya utulivu, hali ya usafi na usalama, na tuhakikishe kwamba tunawajali watoto, kwani watoto ndio taifa la kesho, watoto ndio thamani. Yunus Abdalla Muhammad ni katibu mkuu wa klabu ya mazingira Seik katika chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar SUZA. Katika mwendelezo wa zile harakati zetu za kusaidia jamii, leo tarehe 15 mwezi wa pili 2026 tumebahatika kushiriki event ya usafi wa mazingira katika kituo chetu cha kulelea mayatima Mazizini. Lengo ni kuendeleza mwendelezo wa harakati yetu ya kuwasaidia jamii. Hivyo leo tumefanya zoezi la usafi kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira safi na kuwalinda watoto katika mazingira salama. Pia vile vile tumefanya event ya upandaji wa miti ili kuhakikisha kwamba tunaweka miti yenye kivuli na watoto kupata hewa safi ya oxygen. Tumepata faraja ya kuweza kujumuika na wenzetu wana taasisi ya mazingira na wadau mbalimbali wa mazingira kwa ajili ya kukusanyika kwa pamoja hapa kwa ajili ya jambo la usafi na pamoja na utoaji wa sadaka kwa kituo hichi cha watoto yatima. Hichi ni miongoni mwa mambo ambayo ni muhimu zaidi, na jamii hatuna budi kuweza kuendeleza, manake sisi tumeanza, manake ionekane kwamba haya ni mambo muhimu ambayo jamii inahitajika kuyafanya. Manake kama sisi tumeweza kuanza, manake tunatakiwa kwamba tuwe na muendelezo wa hili jambo, kutokana na kwamba ni miongoni mwa mambo muhimu sana katika maisha ya binadamu. Ukiangalia kwamba usafi ni miongoni mwa vitu ambavyo tumehusiwa sana, manake vitu vikuu katika elimu ambavyo mtu anavyohitajika kujifunza ni elimu ya roho, lakini pia elimu ya mazingira. Kwa hiyo tuone umuhimu kwamba kuna umuhimu mkubwa katika masuala haya ya kujitoa katika masuala ya mazingira na kadhalika. Jina naitwa Wahida Abdalla Hassan, ni mama mlezi wa kituo cha kulelea watoto mayatima Mazizini. Tumefurahi ujio wenu na activity tulizofanya katika mambo ya usafi na mambo ya kupanda miti. Tumefurahi kupanda miti hiyo kwa sababu ni ya kudumu, miti iliyokuwa italeta umuhimu na faida kwa watoto wetu hata wajao watakaokuja. Mungu atawajalia, wabarikiwe na vitu viwe vizuri, vimee kwa uwezo wa Mungu. Vile vile katika kituo chetu tuna watoto aina 3. Watoto wa kutupwa, watoto wenye mazingira magumu na watoto mayatima. Kwa hiyo kituo chetu tunachukua watoto wa aina 3. Kwa hiyo sasa tunasema asanteni, tumefurahi na tunakukaribisheni tena. Ni matroni mkuu, pia kuna matroni mwenzangu msaidizi. Kwa niaba yetu kwanza tunamshukuru Allah tena mwingi wa rehema. Pia kwa kweli tunashukuru kwa ujio wenu. Hii kama ni sadaka tijaria. Tunashukuru kwa nje zote zilizofika hapa
kwa kuletea hii inaitwa sadaka tijaria, na kwa kweli tumefurahi sana sana sana, na muendelee kuja kwetu kutupa ushirikiano, tushirikiane kwa umoja wetu tuweze kupanda miti ambayo ni miti ya faida, miti ambayo nimepanda ni mitufaa, ni milangilangi na mpesheni, mashallah. Yote ni miti ya baraka kwa watoto wetu. Kwa kweli tunakupendeni sana, watoto tunawapenda. Mwenyezi Mungu atuongoze na katika kheri. Hii inaitwa ni sadaka tijaria. Na pia tunamshukuru rais wetu Dr. Mwinyi kwa kutuletea maendeleo mbalimbali katika nchi yetu. Allah mpe taufiki, ampe siha ya afya pamoja na viongozi wetu wote kwa ujumla. Asante Mungu. Hivi ndivyo jasho langu linavyozaa matunda. Asha, duka limebadilika sana. Limejaa, yani wewe acha tu. Lakini pesa zote za kumiliki duka lilojaa kama hivi umezitoa wapi? Kweli Asha, hemu tupe siri ya mafanikio, kwa sababu sisi tunakujua. Wewe na kilimo na wewe. Na mavuno yenyewe ndo hivyo hivyo. Hemu tupe siri ya kambi, shoga yangu. Rafiki zangu, hii ni faida ya kilimo mseto. Miaka 2 mlipoenda mjini, mimi nilianza kulima kilimo mseto. Kilimo mseto ndo nini na kinafanyikaje hadi ukafanikiwa hivi, shoga yangu? Kilimo mseto ni mfumo wa kilimo ambapo mkulima hupanda mazao zaidi ya moja katika shamba moja kwa wakati mmoja au kwa msimu mmoja, badala ya kulima zao moja pekee. Mfano, kupanda mahindi na maharage pamoja, kupanda mihogo na kunde, kupanda ndizi na kahawa au mazao ya mboga chini ya migomba. Kumbe ni hivi ndio maana unapata mavuno mpaka kujaza duka. Asha, leo umetufungua macho. Tulikuwa tunategemea kilimo cha mhogo tu, lakini sasa naona umuhimu wa kubadilisha na kuhamia kwenye kilimo mseto. Ndiyo, wote kwa pamoja tulime kilimo mseto kwa mavuno endelevu, himilivu na yenye tija. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Community Forest Pemba, Community Forest International na TAMWA Zanzibar.